wa kuwafungua watu, na tangu siku hiyo nilianza kufanya kazi ya Mungu kuwafungua watu waliofungwa, na kila kifungo hata kama kimejificha sehemu gani, kilikuwa kwa neema ambayo Mungu amenipa kilikuwa kinaonekana wazi. Na siku moja nikapigiwa simu kutoka Marekani, nikaambiwa tumempa namba zako mama mmoja, Mama Bendera aliyekuwa mke wa waziri. Anaumwa sana na kansa ya kizazi. Sasa tunamuaddress kwako kwamba unaweza kumsaidia. Nikasema haina neno. Kweli kesho yake baada katika ile simu yule mama akanipigia. Akaniambia yuko Msasani, Dar es Salaam. Akaniomba niende. Sasa ikabidi mimi niondoke na mtu mmoja, alikuwepo vehicle inspector mmoja wa polisi ili anisindikize, maana kula alikopataje mimi nilikuwa sipajui. Basi tulienda tukafika mpaka pale alipo. Sasa nilienda naye, kumbe sisi wenzangu mara nyingi kukubalika huko ni ngumu. Mwenzangu alikuwa mnenda na kitanda. Yule mama alipomuona akamwahi sasa kumwambia, Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Yule bwana naye akasema, sio mimi mchungaji, ni huyu hapa. Yule mama, imani ya yule mama ikashuka kabisa. Unaona, kwa sababu yeye alikuwa anaangalia muonekano wa binadamu. Lakini baada ya yule mama kutusimulia mateso yake na nini, mimi nikamwambia mama, nimekuja na uponyaji wako na habari njema, lakini kuna mambo kidogo ya kurekebisha kwako. Nikamwambia unatakiwa kutubu, maana Biblia inasema mdharaulie mwenzake atenda dhambi. Kwa wewe kunidharau mimi, kunishusha, umekosea. Akakubali kuungama. Baada ya hapo nikamsihi Bwana Yesu. Ndani ya dakika 5 yule mama alikuwa mzima. Kansa ilikuwa imeshaondoka, Mungu amempa system mpya mwili wake. Mama watu alianza kurukaruka na kumuita driver saa ile na katoa gari